Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na Mahubiri TV, nikukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri cha Na Tuombe, kipindi ambacho kinaruka kila wakati siku kama ya leo na muda kama huu. Lakini pia niwakaribishe wale wote ambao wanasikiliza kwa njia ya redio yetu ya AWR Tanzania. Unapoungana nasi katika kipindi chetu hiki, Bwana akubariki sana. Nikutie moyo kuwashirikisha wenzako neema kama hii, habari njema kama hii, ni kuwajulisha wenzako pia. Kwa wewe ambao unaweza ukashare linki ya YouTube yetu kwa wenzako muda kama huu katika magrupu mbalimbali, fanya hivyo ili wote tuweze kubarikiwa, lakini pia na kushiriki habari njema hii. Kabla ya kuanza somo letu, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ajili ya muda huu uliotupatia. Tunapoanza somo letu hili, naomba uweze kuwa nasi. Kila mmoja wetu anayesikiliza na anayetazama, utuunganishe kwa kitu kimoja. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mtazamaji, ni kukumbushe ya kwamba mwisho wa kipindi chetu hiki tutakuwa na muda mzuri sana kwa ajili ya kuombea yale ambayo umeandika, umetuma kwa njia ya SMS kwa namba yetu ambayo ni 0755 932 na 283. Kama nilivyokuambia kwamba haiwezekani kusoma jumbe zote kwenye kipindi hiki, lakini kwa vile ile simu iko nami hapa, ule ujumbe wako utakapoingia, nina muda wa kutosha kuomba kwa ajili ya jumbe zako zile, lakini pia na kusoma baadhi ya shuhuda ambazo utakuwa umetuma ili tuweze kuzisoma na ziweze kuwa baraka kwa watu wengine. Kwa muda wa wiki kama takribani 3 au 4 sasa, tumekuwa tukiangalia umuhimu wa imani. Tumeangalia katika staili mbalimbali, masomo mbalimbali. Tumeanza na kujua imani ina maana gani. Tumeangalia kile ambacho Mungu amekusudia ili tuweze kupokea katika utawala wa mbinguni, utawala wa kifalme. Nikukumbushe machache. Imani ni sarafu katika ufalme wa Mungu ambayo inatumika kununua chochote ambacho unakihitaji katika ufalme wa Mungu. Ikiwa unahitaji uponyaji, imani ndiyo sarafu pekee. Ikiwa unahitaji baraka, imani ndiyo sarafu pekee. Ikiwa unahitaji wokovu, ni kwa njia ya imani pia. Kwa hiyo imani imejaa vitu vingi ambavyo kama ukiwa nayo unaweza kupata chochote ambacho unakihitaji. Imani. Hata Yesu anasema atakapokuja mwana wa Adamu, je, atakuta imani duniani? Kumbe tunapoongelea juu ya watu ambao wanaweza wakashinda siku za mwisho, kupambana na nguvu mbili zinazoshindana, upande wa Kristo na upande wa Shetani, wale walioko upande wa Kristo, kitakachowafanya washinde ni imani. Imani ndio inawafanya kuwa washindi. Kwa kuwa unajua ya kwamba wakati mpinga Kristo atakaposimama, moja ya sera kubwa ambayo ataitumia kuwafanya watu waogope ili wamwabudu ni kuto kuuza wala kununua. Hii ndiyo silaha yake na mbinu yake kubwa ambayo ataitumia. Atawazuia watu kuuza na kununua. Watakaoweza kushinda ni wenye imani peke yao. Maana katika imani tunayaona mambo yasiyoonekana kana kwamba yanaonekana. Tunaona mambo yasiyokuwepo kana kwamba yapo tayari. Ndipo katika imani unasikia kauli kama za Yesu, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo nini kitakachokutisha ikiwa una imani, hata kama umezuiliwa kununua au kuuza? Kwa imani unatambua ya kwamba maisha yako hayapo mikononi mwa chakula. Maisha yako hayapo mikononi mwa fedha. Maisha yako hayapo mikononi mwa daktari. Ijapokuwa Mungu aweza kutumia fedha kuyafanya maisha yasonge mbele. Mungu aweza kutumia daktari kukuletea uponyaji. Mungu aweza kutumia chakula kufanya uendelee kuishi. Lakini chanzo cha uhai wako ni Mungu. Hapa ndipo unaweka imani yako kwa Mungu na wala sio kwa vitu. Hapa ndipo unaweka imani yako kwa Mungu na wala sio kwa watu. Hapa ndipo unaweka imani yako kwa yeye ambaye ndiye chanzo cha uhai, imani.
Leo tuna somo la pekee sana, linasema usifanye kosa kama la Kaini. Usifanye kosa kama la Kaini. Kaini alifanya nini? Unajua, nimesikia watu wakiitana majina mengi kama Abeli, lakini mara chache kusikia mtu akiitwa Kaini. Wapo. Haina maana mtu anaitwa Kaini lazima abebe tabia za Kaini. La hasha. Maana naamini Mungu alipomuumba Kaini hakumaanisha kwamba Kaini awe mbaya au awe mfano mbaya. La. Unajua kuna mtu mmoja katika Biblia ambaye anaitwa Yabezi. Neno Yabezi maana yake ni machungu. Mungu hakumbadilisha jina, ila alimbadilishia hatima. Sio kila mtu ambaye anapaswa kubadili jina. Sio lazima mtu badilishe majina kama kina Abraham na Sara walivyofanyiwa. La hasha. Lakini unaweza ukabadili jina la rohoni, hata kama jina la mwilini ni lingine. Aliitwa Yabesi, machungu, lakini alikuwa na mwishilio mzuri. Kaini na umaarufu wake wote hasifiki kwa mazuri hata kidogo. Anaonekana kuwa chanzo cha migogoro iliyo mingi sana. Lakini leo tunaangalia habari ya kosa la Kaini, lakini kabla kuangalia kosa la Kaini, tunaangalia habari ya Abel. Huyu ndiye kinara wa kwanza ambaye ukiangalia kama ingekuwa ni movie unayoiona, anayeonekana kuwa bora katika movie hii ya Mwanzo sura ile ya 3, unagundua ya kwamba anayeonekana kuwa bora kuliko wote anaonekana kuwa Abel. Na leo tunamtazama Abeli katika sura ya imani. Ila wewe, onyo nalokupa, usije ukafanya kosa kama Kaini, ila ukatende mema kama Abel. Kwenye kitabu cha Ibrania sura ile ya 11 fungu la 4, ambapo mashujaa wa imani wanatajwa, fungu la kwanza utakuta kwamba imani inatafsiriwa kwamba ni nini. Tulishapita sehemu hiyo. Unakuta kabisa sura ya 11 fungu la kwanza anaeleza imani ni nini, lakini unaona unavyoendelea mpaka ile sura ya 2 na ya 3, unaona jinsi ambavyo vitu visivyoonekana vinatengeneza vitu vinavyoonekana, au kwa lugha nyingine, vitu vinavyoonekana havikutengenezwa kwa vitu vinavyoonekana, bali visivyoonekana. Inatakiwa utulize akili yako kupambanua hii sentensi vizuri ili uone matokeo yake. Lakini pia unaona katika mstari wa 6 anapoelezea kwamba kwa imani, yaani pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Imani inaonekana kuwa chanzo cha kumpendeza Mungu. Mungu anataka aone mtu mwenye imani. Ndipo tunaendelea zaidi, unasoma kuna mashujaa wa imani wanatajwa wengi. Lakini turudi sasa tuangalie mstari wa 4. Anasema nini? Kwa imani Habil alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Hapa ndipo tunaanza kuona habari ya utofauti wa hawa wawili. Lakini angalia tofauti hizi. Turudi tena katika Kiswahili chetu cha kizamani, lile fungu la 4 sura 11 kitabu cha Ibrania. Kwa imani Habil alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kitu cha kwanza, kabla hatujaenda mbali, ambacho nahitaji uweze kukitazama hapa sio uwingi wa sadaka, bali ni ubora wa sadaka. Wow, hivi ndivyo Mungu alivyo. Unakumbuka story ya mwanamke mjane ambaye alikuja kutoa sadaka, na Yesu akamwambia wanafunzi wake kwamba huyu ndiye ametoa kuliko wengine wote. Walikuwepo Mafarisayo ambao walikuwa wanakuja kutoa sadaka zao, zilikuwa na uwingi, zilikuwa ni sadaka nyingi kweli kweli. Wamebeba zile sadaka nyingi kweli kweli. Na uenda wakati ule walikuwa wanasema, baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba walikuwa wanapiga mbiu kabisa kuonyesha kwamba anayo sadaka ya maana ambayo ameibeba. Lakini anakuja kusifiwa mwanamke aliyetoa visenti tu. Ndipo utajua kwamba kwa habari ya matoleo yetu, Mungu haangalii kiwango, bali anaangalia ubora. Ni mara ngapi tumepeleka sadaka zetu tukiangalia viwango, lakini kumbe Mungu alitazama ubora wa ile sadaka. Quality and quantity. Mungu hakuangalia, unaweza ukaleta sadaka iliyojaa gari zima, lakini Mungu anapotazama haina ubora. Haina ubora. Na kuna vitu vingi sana vimekuwa vikiharibu sadaka zetu na matoleo yetu, na hatuwezi kuvuna baraka za kutoa kwa sababu hatukutoa kwa ubora
ila tulitoa kwa kuangalia viwango. Mungu atusaidie sana. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Ubora. Anasema kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake. Kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Angalia Kiswahili cha kisasa, andiko lile lile. Anasema kwa imani Abeli alimtolea Mungu tambiko iliyokuwa bora kuliko ile ya Kaini. Wote walitoa tambiko kwa Mungu, lakini mmoja ilikuwa na ubora mwingine. Anasema kwa imani yake, hapo nataka uelewe vizuri hapo. Kiswahili cha kisasa hapa kimeboresha vizuri. Kwa imani yake alikubaliwa na Mungu kuwa mwadilifu. Mungu mwenyewe alizikubali sadaka zake. Kwa imani yake ingawa alikufa bado ananena. Kuna mtu ambao unaweza ukatenda vitendo ambao vinaweza kuwa mwangwi hata kama haupo duniani. Sikiliza vizuri habari ya Abeli. Rafiki yangu ambao unafuatilia vizuri kipindi hiki, leo utajua kwamba kuna matoleo kwa imani na kuna matoleo kwa desturi za kidini. Ndio wakati mwingine unasikia mtu analalamika, anakuambia ni kweli maandiko yamesema kabisa leteni zaka kamili na nikitoa zaka nabarikiwa, lakini mbona nimetoa zaka na bado sijabarikiwa? Umetoa kwa jicho la Abeli au umetoa kwa jicho la Kaini? Hapa ndipo unatakiwa ujiulize, maana hizi dini mbili zimeendelea kuwepo hadi leo. Haya madhehebu mawili yameendelea kuwepo hadi leo. Kwa wapo watoaji ambao wanatoa kwa kutumia barabara ya Abeli, lakini kuna watoaji ambao wanatoa kwa barabara ya Kaini. Na siku zote makundi haya mawili yanalumbana. Kundi moja likidai baraka kwa vile limetoa, hili ni kundi la Kaini, na kundi lingine likimshukuru Mungu kwa vile limepewa, hili ni kundi la Abeli. Wewe upo kwenye kundi gani? Usikimbie sana, tuliza akili yako uweze kuelewa. Kuna kutoa kwa imani na kuna kutoa kwa matendo ya sheria. Yote hii ni kutoa, lakini baraka ziko tofauti. Hizi ni hadithi ni hadithi ambazo zinatakiwa zitufundishe sisi leo. Mambo yote yalitokea ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na mwisho ya nyakati hizi. Hii ni hadithi kuhusu ibada, dhabihu, imani, kukubaliwa na Mungu na kukataliwa. Swali kuu ambalo limewashangaza wasomi na waumini kwa muda mrefu ni kwa nini Mungu alikubali sadaka ya Abeli lakini akakataa ya Kaini? Ni gumzo. Ndio maana katika Ibrania sura ya 11 anasema kwa imani Abeli alimtolea Mungu tambiko lilokuwa bora kuliko ile ya Kaini. Kwa imani yake alikubaliwa na Mungu kuwa mwadilifu. Mungu mwenyewe alizikubali sadaka zake. Kwa imani yake ingawa alikufa bado ananena. Kuna kitu kimetajwa kikirudiwa mara kwa mara katika fungu la 4. Kwa imani Abeli alimtolea Mungu tambiko lililokuwa bora kuliko ile ya Kaini. Kwa imani yake alikubaliwa. Vyote vinaenda kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani. Kwa imani anatoa sadaka, kwa imani anakubaliwa. Kwa imani yake ingawa alikufa angali akinena. Imani ndio inacheza hapa kila mahali. Ndio sababu nikakwambia tangu mwanzoni tulipoanza mfululizo wa vipindi hivi nikasema kwamba kama kuna kitu kilicho bora ambacho kila Mkristo anapaswa kuwa nacho ni imani sahihi. Mungu atusaidie sana. Unajua aya hii inaonyesha msingi wa kanuni ya kimungu. Imani ndiyo inayofanya sadaka iwe yenye kukubalika kwa Mungu. Imani ndiyo inayofanya sadaka iwe yenye kukubalika kwa Mungu. Na utaangalia tunavyoendelea, utatazama vizuri kile ambacho Mungu anasema kuhusu Abeli na Kaini. Tutaangalia mambo ya kina katika somo hili, na huenda tukawa na sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Nadhani hii niite sehemu ya kwanza, maana nahitaji niende kwa kina katika somo hili, alafu taingia sehemu ya pili kwenye somo lijalo. Kwanza lazima tuangalie aina ya sadaka zao walizotoa. Cha pili tutaangalia nia ya ibada yao, na tatu tutaangalia matokeo ya kukataliwa kwa Kaini yalikuwa ni yapi, na kukubaliwa kwa Abeli matokeo yake yalikuwa ni yapi.
Lakini kwa kina zaidi, kama nilivyokuambia, tutagawa hili somo ili uweze kuelewa, na hata baada ya hapo utaona baraka katika maisha yako. Moja, tutaangalia umuhimu wa kutoa malimbuko, maana pia ni somo ambalo wengi wamekuwa wakiuliza, je, malimbuko yanadumu hadi leo na inatakiwa yatolewe namna gani? Sadaka malimbuko ni gumzo sasa hivi kwenye mitandao, nimeona watu wengi huko wakiuliza. Tutatazama hili katika Biblia vizuri. Tutaangalia pia umuhimu wa imani katika utoaji wa sadaka, na sadaka ambayo imetolewa bila imani na matokeo yake jinsi yalivyo mabaya. Lakini tutaangalia, huenda kwa kadri muda utakavyoruhusu, tutatazama pia kitu ambacho ni muhimu sana, ambacho kinaitwa alama ya Kaini ambayo Mungu alimweka. Tutaangalia pia ni kitu gani ambacho kinaendelea kuwadidimiza watu, ambacho kinaitwa wivu na namna kukiepuka. Mungu atusaidie sana. Kwa imani Abel, ndicho kitu ambacho kimeanza mwanzoni kabisa kwenye kitabu cha Ibrania sura 11 fungu la 4. Kwa imani Abeli ali. Kwa kinachoanza kwanza ni imani, na nilikuambia kwamba ukiangalia hili fungu vizuri utagundua kwamba imani imerudiwa katika fungu hilo la 4. Kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani. Unapoona kwa imani Abel, anaanza hivyo, kwa imani Abel. Kwa nini anaanza na hili? Imani ni zaidi ya kumwamini Mungu tu, ni kumtumaini na kumtii kwa matendo. Imani ya Abeli ilionekana kupitia ibada yake na heshima yake kwa Mungu. Hii ndiyo sababu sadaka yake ilikubaliwa. Hata kabla hatujaenda kwa kina huko, ikatokea TV yako imezima kabla hujamaliza somo, ikatokea redio yako imekata kabla hujamaliza somo, zingatia mambo yafuatayo. Imani ni zaidi ya kumwamini Mungu tu. Mashetani wanamwamini tena kwa kutetemeka, lakini haiwafanyi wawe watiifu kwa Mungu. Wamekuwa waasi. Kwa kama imani peke yake ingesaidia watu kuingia mbinguni, imani peke yake, basi ina maana mashetani pia nao wanaenda pia. Lakini imani ni zaidi ya kumwamini Mungu tu, ni kumtumaini Mungu, ambayo nimeongea vizuri katika somo lililopita. Ni kumtumaini Mungu na kumtii kwa matendo, yani kwa kuonyesha utii wako. Huwezi kusema kwamba unamwamini Mungu na unamtii Mungu, lakini hatuoni kwa nje. Wakati ninaendelea kukusanya, nilikuwa nasoma vitabu mbalimbali. Kuna kitabu kimoja ambacho ni mojawapo ya kazi ambazo nazifanya, zitakuja kutoka kwa baadaye, kinaitwa Personality Disorder and Relationship. Kwenye kile kitabu ninaandika juu ya changamoto za mpangilio mbovu wa haiba disorder na matokeo katika mahusiano ya ndoa, kazini na maisha ya kila siku. Sasa ukiangalia kwa haraka, definition ya personality disorder ni jinsi ambavyo mtu anaweza kuyatazama mambo na kuyatafsiri na kuchukua maamuzi. Kwa hiyo ukichunguza unagundua kwamba kila mmoja ana disorder yake. Kila mmoja anayo, zinatofautiana. Ziko nyingi na inaweza ikawa kubwa, ikawa kidogo, lakini kila mmoja ana disorder yake. Ndio sababu katika pia saikolojia tunaamini ya kwamba kila mmoja ana blind spots zake za kitabia. Yaani kuna maeneo ambayo huoni madhaifu yako ila wengine wanaona. Ndio hii inatusaidia sana tuweze kujirekebisha kwa kusaidiwa na watu walio karibu nasi. Sasa tuende vizuri hapa. Mtu hawezi kusingizia ya kwamba mimi nina imani lakini matendo yangu msiyatazame. Natoa tahadhari hapa. Kila binadamu aliyezaliwa na mwanamke ana udhaifu kitabia, lakini udhaifu kitabia sio sifa ya kujisifia. Kwa hiyo kwa lugha rahisi kabisa, mtu ambaye ndani yake ni mnyoofu ataonyesha unyoofu wake kwa matendo ya nje, ijapokuwa kwa vile ana udhaifu wa kurithi kwa Adamu, kuna maeneo ataonyesha udhaifu, sio kwa makusudi, ila ni kwa mapungufu ya kimaumbile ambayo Roho Mtakatifu anamfanyia kazi kumnyoosha. Kwa hiyo hapo usije ukachanganya mada na ukatumia kisingizio. Kwa hiyo imani ni zaidi ya kumwamini Mungu tu, ni kuonyesha utii wetu kwa Mungu kwa matendo.
Imani ya Abeli ilionekana kupitia ibada yake na heshima yake kwa Mungu. Hii ndiyo sababu sadaka yake ilikubaliwa. Sadaka yake haikuwa tu tendo la kidini, bali ilikuwa ni ishara ya nje ya imani yake ya ndani katika mpango wa Mungu wa wokovu. Matendo yake yalidhihirisha moyo wake ulioendana na mapenzi ya Mungu, akitambua kuwa ibada ya kweli inajengwa juu ya imani na utiifu. Unajua, kuna watu wengi sana wanatenda matendo ya kidini lakini sio matendo ya kiroho. Tutaona hapo baadaye jinsi vinavyotofautiana. Kuna sheria za kidini ambazo kwa nje zinaonekana kuwa nzuri na zenye mvuto, lakini kiroho hazina matokeo yoyote. Hata Yesu alipokuja aliziponda kabisa, akaambia, ole wenu waandishi na Mafarisayo, ambao mnayapaka makaburi rangi lakini ndani ana mifupa. Yaani kwa lugha nyingine, kuna mtu ambaye ana pretend kuwa mtu mwema kwa nje lakini ndani ameoza. Ila kuna mtu ambaye tangu moyo wake ulivyo mpaka nje anaonekana kuwa mtu mwema. Hawa ni watu wawili tofauti. Kuna mtu anatenda kitu kwa ajili ya faida, lakini kuna mtu anatenda jambo jema kwa sababu ni vyema kutenda jambo jema. Turudi kidogo. Wanandoa huwa napoongea nao napenda kutumia hili neno. Tunatendeana mema kwenye ndoa sio kwa sababu ninajisikia kutenda mema, ila ni kwa sababu ni sahihi kutenda mema. Ukiongozwa na hisia kwenye ndoa, kuna saa kabisa mwenzako amekuudhi, amekutibua, una hasira, kwa kawaida inatakiwa usimtendee jema kwa sababu ya hisia zako. Lakini kwa vile huongozwi na hisia, unaongozwa na hekima, utamtendea jema hata kama hujisikii, kwa kuwa ni vizuri kutenda jema. Hivyo hivyo kwa wanaotuzunguka, tunawatendea mema watu wanaotuzunguka sio kwa vile tunajisikia kutenda mema, lakini kwa vile ni vizuri kutenda mema. Haya mambo mawili usije ukayachanganya. Kuna watu ambao ni wazuri kwenye dini, ni wazuri kwenye imani, ukitazama kwa nje ni watu wa kiroho, lakini wanafanya yale matendo ya kidini wakiwa na target. Wao wanafanya biashara na Mungu, nipe nikupe. Haitakiwi. Pastor, bado sijakuelewa. Naenda zaidi ya hapo. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. Simple. Kuna uhusiano mkubwa kati ya maisha marefu na heshima kwa wazazi. Ijapokuwa sio wote waliokufa mapema walivunjia heshima wazazi wao. Usije ukachanganya mafaili hapa. Lakini kuna uhusiano mkubwa kati ya kuheshimu wazazi na kuishi maisha marefu. Sasa basi, kuna mzazi ambaye anakutendea mabaya kabisa, anakusema vibaya. Wana disorder inaitwa narcissistic personality disorder. Wenye disorder hii wana tabia kugawanya watoto wao. Anachukua maneno kwa mtoto huyu anapeleka kwa huyu, anachukua kwa yule anapeleka kwa huyu, anagonganisha vichwa ili wote wa divide na wote wanatumia kama mawindo. Na umemtambua mzazi wako kabisa ni mchonganishi, au umejua mzazi wako anakufanyia vitu vibaya, lakini kwa kanuni sio kwamba unatakiwa umheshimu mzazi kwa vile anatenda vizuri au anakutendea mazuri. Unamheshimu mzazi kwa sababu ni mzazi. Wow. Hiyo isikilize vizuri hapa. Ndio maana nikisikia mtu yeyote ambaye amegoma kumsaidia mzazi wake kwa sababu ana ugomvi na mama yake, baba na mama wana ugomvi, na mtoto ukaingilia ule ugomvi ukaamua kutokuwasaidia, laana iko juu yako. Ule ugomvi haukuhusu, na hata kama ikatokea umepishana na mzazi wako, ni jukumu lako kumheshimu na kumsaidia, sio kwa vile anakutendea mema, ila kwa kuwa ni haki yake kama mzazi. Ndani ya damu yako kuna DNA ya kwake, kuna vinasaba viko hapo. Na mtu yoyote mwenye akili, unakuta umeanza kuwa na akili, unakuta kwamba baba yako na mama yako waliachana, na ukaanza kumtafuta baba yako, ukajua mahali alipo, na unahitaji kumsaidia. Mama yako anakuambia nitakulaani ukimsaidia. Laana ya mama haitashika, ila kinyume chake ukimsaidia baba utapata baraka zaidi. Pastor, sijakuelewa hapo. Tunamwabudu Mungu sio kwa mema aliyotutendea, ila kwa haki yake ya kutuumba. Hujajileta duniani mwenyewe, na kuna miaka hukujua kwamba kuna kitu chochote, hukuwa na consciousness. Piga mahesabu ya mwaka uliozaliwa nyuma yake, ulikuwa hujui chochote. Mungu aliamua kukuleta hapa, Mungu akakusababisha wewe uzaliwe, na kwa sababu hiyo amekuponya ugonjwa wako. Hajakuponya, ni haki yake kuabudiwa na wewe. Amebariki biashara yako, hajaibariki kwa mujibu wa mawazo yako, anastahili kuabudiwa. Ndio maana unamkuta Yakobo katika kufa kwake anakata roho,
akashika fimbo yake akaabudu. Yaani Mungu ni wa kuabudiwa, iwe ameniokoa na mauti, hajaniokoa, ni haki yake kuabudiwa. Kwa ukikuta mtu ambaye anagoma kumwabudu Mungu kwa njia ya matoleo yake, kwa sababu kuna vitu Mungu hajamwekea sawa, huyu mtu hajui kuabudu kwa imani. Narudia tena sentensi ambayo kwenye slide yako, kwenye screen yako unaiona vizuri, nairudia tena. Sadaka yake haikuwa tu tendo la kidini. Ina maana sadaka ni tendo la kidini, lakini haitakiwi kuishia kwenye tendo la kidini, bali ilikuwa ni ishara ya nje ya imani yake ya ndani katika mpango wa Mungu wa wokovu. Inatakiwa matoleo yako au matendo yako ya kiroho yawe na sura nyingine tofauti ya kiroho zaidi kuliko ya kidini. Mungu atusaidie sana. Imani ni msingi wa ibada zote. Kariri kabisa. Imani ni msingi wa ibada zote. Ndio maana mganga wa kienyeji anampatia mtu kitu, anamwambia nenda ukaweke chini ya uvungu wa kitanda chako. Na huyu mtu hata hajiulizi hivi aka kamti kana uhusiano gani na mgogoro wa ndoa yangu, lakini kwa vile ameamini kile ambacho mganga alimwambia, anakwenda anaweka chini ya uvungu. Akiambiwa usije ukavaa nguo nyeusi siku fulani, anatii, kwa sababu hata harizon ya kwamba kuna uhusiano gani kati ya nguo nyeusi na siku niliyoambiwa, lakini kwa vile ana imani na mganga wake anatii kama ilivyo. Habari gani juu ya Mungu aliyetuumba? Kuna vitu anatuambia, lakini hatuvitazami katika jicho la kumwamini na kumtii kama alivyosema. Habari ya Abeli na Kaini inatufundisha kwamba imani ndiyo msingi wa ibada zote. Imani ndiyo msingi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 fungu la 4 anasema, Abeli alimwamini Mungu na akatoa bora zaidi kutoka kwenye kundi lake, mzaliwa wa kwanza pamoja na sehemu zake bora. Hebu linganisha Waebrania 11 fungu la 4 na Mwanzo 4:4, vinashabihiana. Angalia vizuri hapa. Abeli alimwamini Mungu, kwa hiyo cha kwanza alimwamini Mungu na akatoa bora zaidi kutoka kwenye kundi lake, mzaliwa wa kwanza pamoja na sehemu zake bora. Ndiyo hii inatakiwa uibebe kwenye ubongo wako sasa, ya kwamba ukiona Kaini analaumiwa kwa sadaka yake, ni kwa vile kulikuwa na maelekezo sahihi ya namna ya utoaji ambayo yeye aliyapuuza. Kwa ukiona Mungu analaumu, ni kwa sababu kuna kitu Bwana alipuuza. Na ukitaka ujue kuna kitu alipuuza, ni hii kauli inayotumika, Abeli alimwamini Mungu na akatoa bora zaidi. Kwa hiyo matoleo yalitanguliwa na imani. Hiki ni kitu muhimu sana ukizingatia hapo. Kwa hiyo kuna kitu Mungu alisema, Abeli akakiamini, na alivyokiamini akatii. Mnakumbuka ile story ya mwanamke ambaye alikuwa ni mjane, ambaye Elia alienda kwake akimwambia nitengenezee kwanza, akamwomba maji, baadaye akamwomba na mkate. Yule mama akasema sina kilichobakia isipokuwa kidogo tu, ili nile na mtoto wangu tufe. Akapewa maelekezo ya kimungu, akayatii. Hivyo hivyo akayatii. Na alivyoyatii akaona matokeo yake. Wakristo walio wengi sana wanamwamini Mungu, lakini hawako tayari kumtii. Hasa pale ambapo kila ambacho Mungu anaelekeza kinagusa maslahi binafsi. Hapo ndipo ambapo wengi tunaanza kwenda nje ya mstari. Kana kwamba namwambia Mungu nitakukubalia katika yote, lakini unapokuja kwenye hoja ambayo itagusa ajira yangu, niko tayari kutetea ajira kuliko unachonielekeza Mungu. Dhabihu yake ilikuwa ishara ya mbele ya Kristo, ambaye angekuwa sadaka ya mwisho kwa ajili ya wanadamu. Kwa hiyo inaonekana kabisa Mungu alijadiliana nao wote, akawaambia kabisa, ili patokee msamaha wa dhambi lazima pamwagike damu. Na ili msamaha wa dhambi upatikane lazima kuna hatua hii. Na huenda Mungu alipatia maelekezo kabisa kwamba hiki unachokifanya ni ishara ya Mwokozi ambaye atakuja kuwaokoeni hapo baadaye, nyie na uzao wenu wote. Kwa upande mwingine, sadaka ya Kaini ilikataliwa kwa sababu ilikosa imani. Utaangalia ilikosaje imani? Ilikosa imani kwa kile ambacho Mungu ameelekeza.
Huenda alianza kutumia reason za kibinadamu, alianza kutumia kutafakari kwa kibinadamu, akaanza kutumia dhana za kibinadamu, zikaanza kuingia kwenye akili yake kwamba inakuwaje kondoo ndiye atumike kwa ajili ya ondoleo la dhambi, aniokoe mimi niliyokosea. Si ni bora ingetumika hata mazao ya ardhi ambayo kiukweli ndio tunayokula na sisi tumetoka ardhini humo humo. Huenda akaanza kutafakari kibinadamu. Vivyo hivyo na sisi leo, kuna saa mambo ya kimungu tunayaweka katika mitazamo ya kibinadamu. Hapo ndipo tunapokosea. Sikia vizuri, ibada yake ilitokana na mapenzi yake mwenyewe badala ya imani katika mafunuo ya Mungu. Kwa alijipangia ibada yake kama anavyotaka. Ni mara ngapi Mungu ametoa maelekezo na tunajipangia ibada zetu? Hata tunapokuja kwenye kuzozana, ninatumia neno kuzozana, katika tofauti zetu za kimadhehebu, kuna saa tunaweka Biblia pembeni, tunaanza kutumia reasons, tunaanza kutumia uelewa wetu binafsi. Ni kweli madhehebu ni matokeo ya uelewa unaofanana. Yaani wale ambao mnafanana uelewa mnaunda dhehebu lenu. Mkitokea mnakuwa na uelewa wenu mnaunda dhehebu lenu. Kwa hiyo ilikuwa ndio matokeo yako hivyo. Lakini nataka niseme hivi, mimi sina shida na dhehebu lako. Lakini swali liko hapa, je, unachokiamini kinaungwa mkono na Biblia ambayo ndio chanzo cha yote? Kwa mgogoro wa Abeli ilikuwa ni kwamba yeye Abeli na Kaini walitofautiana katika mfumo wa ibada. Mmoja ana ibada ambayo ni maelekezo ya Mungu ambaye ni Abeli, na Kaini ana ibada ambayo ni maelekezo ya maono binafsi. Kwenye kitabu cha Ibrania sura ile ya 11 fungu la 6 anasema, basi pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana kila mtu anayemwendea Mungu ni lazima aamini kwamba Mungu yupo na kwamba Mungu huwatuza wale wanaomtafuta. Kiswahili cha kisasa, tuzo. Ibada yako ya kwanza ili uweze kubalika, unapoenda kwenye ibada kanisani, unafanya ibada nyumbani kwako, unafanya ibada popote, umeenda kwenye msitu, unafanya maombi, lazima ili ibada ikubalike. Hii ni ibada ya matoleo. Umeamua kumwabudu Mungu kwa njia ya matoleo, iwe umeamua kumwabudu Mungu kwa njia ya kusaidia maskini, umeamua kumwabudu Mungu kwa kuunga mkono kazi yake, kwa mfano kujenga makanisa, kuwasaidia wainjilisti wanaohubiri, wachungaji, kwa namna yote ile umeamua kufanya hivyo. Lakini lazima ibada yako ijengwe katika mambo yafuatayo. Moja ni kwamba Mungu yupo. Namba 2, Mungu anawapa thawabu wale wanaomtafuta. Yaani kumtafuta Mungu kwako sio bure, kunalipa. Japo isiwe ndio msukumo wa lengo la kumtafuta, ila mtafute Mungu kwa imani ya kwamba Mungu yupo na ana haki ya kutafutwa, alafu mengine atakuja ni matokeo. Biashara hiyo inalipa kabisa. Sijui niwekeje hii. Ukinisaidia mimi kwa sababu ni mpare mwenzako, hailipi hiyo. Haina malipo yoyote. Usije ukajidanganya namsaidia kwa sababu ni mpare mwenzetu, hailipi. Hiyo sio ibada, huo ni ukabila. Lakini ukanikuta barabarani nimepata labda pancha, ukatazama hivi ukasema, huyu ni mchungaji, namfahamu. Ukaacha shughuli zako zote ukasema nitahakikisha mpaka nafunga hii tairi aweze kuondoka. Unapata thawabu ya mtumishi wa Mungu. Hiyo ni moja. Lakini ukampita binadamu mwingine yoyote barabarani na ukaacha kumsaidia kwa sababu humjui na wala sio mchungaji, unapata laana ya kudharau kiumbe cha Mungu. Hakuna pa kutokea. Atakayempokea nabii kwa vile nabii atapata thawabu ya nabii. Usiishie hapo. Anayemkaribisha moja wapo wadogo, Hawa amenikaribisha mimi, hapo angalia nabii, anaangalia mtu yeyote. Motive behind kila kitu, kila msukumo ulioko hapa ni Mungu. Umemwona mtu mwingine, sio mchungaji, sio mwinjilisti, sio nani, ukaamua kumsaidia. Kilicho kusukuma ni nini? Ni mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, kuna thawabu yake. Ukamwona mwingine, mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, ukaamua kumsaidia, sio ndugu yako, sio kabila lako, kilicho kusukuma ni nini? Ni mtumishi wa Mungu, utapata thawabu ya mtumishi wa Mungu. Umemwona bibi kizee yuko pale, ukaamua kumsaidia, nini kimekusukuma? Ni umri wake, umemhurumia kwa sababu ya umri wake, na ni bibi anaye na watoto lakini hana mtu wa kumsaidia, utapata thawabu kulingana na mazingira yake. Kila kitu kina mazingira yake. Sasa sikiliza, lazima ujue kwamba kuna imani dhidi ya ibada ya mazoea.
Kuna watu wengi sana ambao wanafanya ibada kama mazoea na wala sio tendo la kiroho kabisa. Natoa mfano, kila watu katika madhehebu yao wana kitu kama hiki. Wasabato wanayo, Lutherani wanayo, Roman Catholic wanayo, ukienda katika dini ya Kiislamu wanayo. Naongea mfano sasa katika ile ambayo inaendelea hivi karibuni, kufunga Ramadhani. Kwa mfano kwa Waislamu ni tendo la kidini, wanatarajia kupata thawabu yao. Tuje katika mtazamo wa Kikristo. Wasabato wao wana mtindo wao wa kufunga kila siku 10 mwanzoni mwa mwaka. Lakini ukija kwa Luteri wana Kwaresma pamoja na Wakatoliki wana kufunga kwao. Sasa mtu ambaye anafunga kama utaratibu wa dhehebu lake, hakuna thawabu ndani yake. Hiyo ni funga ya kidini. Lakini mtu ambaye anafunga kama sehemu ya ibada yake kwa Mungu, huyu mtu ana faida ya ile funga yake. Naomba Roho Mtakatifu akusaidie uweze kutofautisha haya. Vivyo hivyo kwenda kanisani. Kuna kwenda kanisani kama tendo la kidini na kuna kwenda kanisani kama tendo la kiroho. Sikiliza vizuri. Watu wanafanya ibada, wanatoa sadaka na kushiriki katika desturi za kidini, lakini mioyo yao iko mbali na Mungu. Kwa tendo lako la ibada kama unalifanya, lakini nia na moyo wako haupo kwa Mungu, halina thawabu, halina malipo ya kiroho yenye faida. Ibada bila imani huwa desturi isiyo na uhai wa kiroho. Umezoea tu utaenda kanisani. Umezoea kwamba huwezi kula chakula bila kuomba. Lakini kuna mtu ambaye anaomba kabla ya kula, na kile kitendo cha kuomba kabla ya kula kinakuwa ni tendo la kiroho, lakini kuna mwingine ni mazoea. Ndio maana hata sala zetu za kula chakula tumezikariri. Siku moja nikawauliza watu kanisani, mmewahi kumuona Yesu wapi anaombea chakula kibarikiwe? Lakini tumezoea. Hata mimi kuna sana nasema Mungu kibariki chakula kwa jina la Yesu. Hata mimi nasema hivyo kwa sababu ya mazoea. Lakini unapoelewa maana ya kuomba kabla ya kula, kwamba maana yake ni nini, utaomba katika sura ya kiroho zaidi kuliko ya desturi za kidini. Kwa mfano, nenda kaangalie pote Yesu alipokuwa ameitwa au ameombwa aombee chakula alipokuwa dunia, au alipofanya hivyo kwa ajili ya chakula kuliwa. Siku zote anasema akaumega mkate akashukuru, au akashukuru akamega mkate. Kwingine unakuta Yesu anaomba ombi lake la chakula, anasema ninakushukuru Mungu utupae chakula. Kumbe kabla ya kula hatufanyi ibada ya kuombea chakula kibarikiwe, ila ni kushukuru kwa kupewa chakula. Lakini kama una target nyingine baada ya hapo, ndipo ifuate. Kwa sababu kwa kutamka chakula, kwa kukitamkia chakula maneno ya baraka, unaweza ukabadilisha state yake, hali yake pia. Hilo kwa imani linawezekana, lakini lisiwe target. Target ya kwanza ni kumshukuru Mungu atupae chakula. Mungu atusaidie sana. Nimesema ibada bila imani huwa desturi isiyo na uhai wa kiroho. Ibada ya kweli kama ile ya Abeli ni mzizi katika imani, upendo na utiifu kwa Mungu. Hoja iwe ni kumpenda Mungu. Kwa nini unawahi kanisani? Nampenda Mungu wangu, naenda kufanya ibada, naenda kumwimbia, naenda kusoma neno, naenda kujumuika na wenzangu. Nini kimekusukuma? Upendo wangu kwa Mungu. Lakini kuna mtu anawahi ibada kanisani ili tu watu wamsifie kwamba fulani anajua kuwahi kanisani. Wakati nafundisha shule ya Sabato katika moja hapo ya makanisa ambayo ninayasimamia, nikwambia msije mkadanganywa na watu ambao wanawahi sana, mkahitimisha ukatolea mfano kabisa kwamba fulani anawahi sana, fulani anawahi sana. Ni kweli tutoe mfano ili kuwahimiza watu wengine, lakini Mungu ndiye anayesoma moyo. Kuna wengine wanawahi pale kanisani ili yawahi ile sehemu yenye chaja ya kuchomeka chaja yake pale ili achaji simu. Kwa hiyo anawahi kale, kuna kaeneo kake anawahi, ndipo socket ilipo. Nyie mkimwona mnajua amewahi ibadani, kumbe yeye amewahi socket, kwamba akiwahi pale atachomeka chaja yake pale endelee kuchaji simu. Anza kuelewa. Kama tukilelewa hivi vizuri, tutaanza kuvuna thawabu kama Abeli ambayo inatakiwa. Siku ya Sabato unaenda kanisani, ndio lengo lako ni nini?
lengo langu ni ibada. Lakini kuna mtu anawahi siku ya Sabato kabisa, anawahi kanisani pale, anawahi kusali kabisa. Ukimuuliza lengo lake ni nini? Naogopa kuchomwa moto, maana amri ya Mungu imesema siku sitafanya kazi, tenda mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo kinachofanya wewe ni naogopa kuchomwa moto. Ina maana kusingekuwa na jehanamu, usingekuwa unamwabudu Mungu. Nini kinakufanya utoe zaka na sadaka? Maana imeahidiwa kwenye malaika kwamba nitabarikiwa. Kusingekuwa na baraka, nisingetoa. Ndio maana huoni matokeo ya zaka zako na sadaka zako. Mungu anachokitafuta ni watu ambao wanajua kumwabudu katika roho na kweli. Hicho ndicho Mungu ambacho anakitafuta. Msukumo uwe ni msukumo wa rohoni. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4 fungu la 23 anasema, lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambao wamwabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Ukisikia katika roho na kweli, ni kuelewa vizuri fungu lile la 24, Yohana 4:24. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Utaona makosa ya Kaini na werevu wa Abeli katika kumtambua Mungu kwa kujua hili andiko. Jambo la kwanza, Mungu anahitaji watu wamwabudu katika roho na kweli. Katika roho, ukijua nini? Ukijua Mungu ni roho. Ndio maana amesema Mungu ni roho, nao wamwabudu imepasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu sio kiumbe cha kushikika kama hii podium ambayo nimeishika hapa. Hii podium haiwezi kuwa maeneo yote wakati wote, lakini upepo au hewa ya oxygen iliyoko ndani ya studio niliyoko hapa ndiyo hewa pia iko nje, japo kwa viwango tofauti. Huo ni mfano tu, hauwezi kulingana na Mungu pia. Lakini Mungu ni roho. Ina maana ya kwamba popote unapofanya ibada, ujue Mungu anachunguza moyo, na huwezi kumficha kwa mwonekano wako wa nje, wakati moyoni mwako kuna kitu kingine tofauti kabisa. Na ujue Mungu yuko wakati wote, Mungu anaona kila kitu, na huwezi kumficha chochote. Kwa hiyo unapoenda kutoa sadaka kwa lengo la kurekodiwa, Mungu amesoma hicho kitendo chako tangu moyoni, na usidanganye kwamba atakulipa thawabu, kwa kuwa tayari umeshapata thawabu kwa kujionyesha. Mungu ni roho. Kumwabudu Mungu kwa imani humaanisha kumtegemea kabisa kwa kuamini ahadi zake na mpango wake wa wokovu kupitia Yesu Kristo, badala ya kutegemea juhudi zetu binafsi au desturi za kidini. Ni ibada inayotoka moyoni, inayoonyesha unyenyekevu, utii na upendo wa kweli kwa Mungu, tukitambua kuwa yeye ndiye chanzo cha maisha na wokovu wetu. Unapofanya tendo lolote la kidini, lazima utambue ya kwamba Mungu ndiye chanzo cha kila kitu. Kwa hiyo huwezi kumhonga kwa chochote. Ni kweli ameweka matoleo ya sadaka na kusaidia watu kama njia ya kuchota baraka, lakini haina maana ya kwamba kila anayetenda matendo hayo atapata baraka. Anayepata ni yule tu ambaye ametambua ya kwamba Mungu hahongwi, ila kwa rehema zake ameamua kutuelekeza, kutupa siri za ufalme wake. Sio jitihada zangu zinanipa baraka, ila ni neema ya Mungu kunipenda, kunionyesha. Ni sawa na mtu akwambie, ukinikuna hapa kichwani nitakulipa $200, na yeye huyu mtu anakushika mkono, anaweka kwenye kichwa chake, na unamkuna kwenye kichwa chake vizuri, alafu anakuja kukulipa. Yeye ndiye aliyekuonyesha kichwani, yeye ndiye aliyekuleta ule mkono mpaka pale, alafu yeye ndiye anayekulipa. Hii inakufundisha unyenyekevu. Kuna watu wanafunga na kuomba, lakini hawapati thawabu ya funga zao, kwa kuwa ni za kujionyesha. Ndio maana Yesu akasema, bali wewe ufungapo usiwe kama wanafiki, ambao wanapenda kunyumbua nyuso zao ili waonekane ya kwamba wamefunga. Hajasema usifunge, ila amesema ukifunga usionyeshe kwamba wewe ni wa kiroho kuliko. Naenda deep zaidi, ili mtoto wa Mungu unanisikiliza utubu pale ulipochemka. Naongea kwenye mambo ya kiroho ambayo ni matendo ya kidini, lakini ambayo sio ya kiroho. Unaweza ukafunga kidini na unaweza ukafunga kiroho. Endapo unaamini ya kwamba ulisikiwa maombi kwa vile ulifunga siku nyingi, hilo ni tendo la kidini
na ni tendo la Kaini. Mchungaji, sijakuelewa. Kuna mtu anaweza akafunga siku moja na mwingine akafunga siku 7, lakini aliyefunga siku moja akawa na thawabu nyingi kuliko aliyefunga siku 7, kwa kuwa aliyefunga siku 7 aliamini ya kwamba kufunga kwa muda mrefu zaidi ndipo kutamletea matokeo ya kila anachokihitaji. Kwa hiyo ni jitihada binafsi za kwake ili kupata jambo. Huyu mtu hana thawabu kwa vile anahitaji kumshawishi Mungu kwa funga yake. Aliyefunga siku moja, kwa nini amefunga kidogo na anapata thawabu? Ni kwa sababu funga yake ilikuwa na lengo la kujinyenyekeza ili apondeke mbele za Bwana. Udhaifu wake na kiburi chake anakiweka chini ili Mungu aingilie kati. Huyu ana thawabu kwa kuwa hata funga yake haileti katika madai ya kupewa, ila ilikuwa ni njia ya kujishusha, humbling yourself, kujishusha binafsi. Hasa mchungaji, siku 2, siku 3, siku 4 zina vigezo gani katika kufunga? Endapo Roho wa Mungu ndiye amekuongoza kufunga siku 3, amekusukuma kufunga siku 7, amekusukuma, ni kwa sababu kuna hali ya kiburi ndani yako. Yeye mwenyewe ameiona kwa kufunga kwako kwa muda mrefu, ndipo unakipona na kukimaliza, na utajikuta baada ya funga yako hutajisifia hata kidogo. Ukikuta mtu anajisifia, anakwambia usione hivi, nimeenda 3 kavu, hicho ni kiburi cha kidini. Mtu ambaye anaongozwa na Roho wa Mungu, hata kama akifunga 3 kavu, hawezi kuziona kama ndio sababu ya yeye kupata nguvu za kiroho, ila ataona ni neema ya Mungu hata kuweza kufunga hizo siku 3. Ni neema. Mungu atusaidie sana. Waebrania 11:6, basi pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana kila mtu anayemwendea Mungu ni lazima aamini kwamba Mungu yuko na kwamba huwatuza wale wanaomtafuta. Kaini huenda alitoa mazao mengi kuliko Abeli, mazao ya ardhi, mwingine akatoa ya wanyama, lakini hayakuwa bora. Ibada inapaswa iwe ibada inayotoka moyoni ya kumtambua Mungu na upendeleo wake, na wala sio kumhonga Mungu kwa vitu vyetu. Mathayo 15:8 anasema, watu hawa uniheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Rafiki yangu, unaweza ukamwabudu Mungu kwa kutamka, lakini haitoki moyoni. Mungu hataki matendo matupu ya kidini. Anatafuta waabudu wa kweli ambao wanamwamini kwa moyo wote. Sadaka ya Abeli ilikubaliwa kwa sababu ilitolewa kwa imani, ikionyesha moyo ulioelewa haja yake kwa Mungu, moyo ulioelewa umuhimu wa Mungu katika maisha yangu, moyo unaotambua ya kwamba ninamhitaji Mungu, sio Mungu ananihitaji mimi. Usije ukadhani ya kwamba zile sadaka zako ndio zimesaidia kanisa kujengwa, ila Mungu wewe ndio unayemhitaji Mungu zaidi. Kwa hiyo Mungu hakuhitaji wewe kama unavyodhani. Mungu anaweza akaamuru chochote kikawa. Mungu anaweza akatamka tu karatasi zote zikawa pesa na kanisa likajengwa. Ila ukiona amekushirikisha kujenga kanisa, ni kwa sababu wewe ndio unayemhitaji yeye. Kwa hiyo amekufanya kuwa partner, mbia katika biashara yake, ili wewe ndio ufaidike. Ukiona Roho Mungu ameingia ndani yako kwa kusukuma, nenda kanunue microphone kwa ajili ya huduma fulani pale kanisani. Nenda ukamlipie mwinjilisti fulani mshahara wa mwaka mzima. Sio kama Mungu anakuhitaji wewe, ila wewe ndio unamhitaji. Ila hiyo imetumika kama gia wewe usaidiwe. Nyenyekea. Tumia hiyo fursa kabisa, ukijua Mungu amenipa fursa ya kumlipia mwinjilisti wa maeneo mapya mwaka mzima. Mungu amenipa fursa ya kumsaidia mchungaji wetu kanisani kununua usafiri ili aweze kuhudumia watu. Hiyo ni fursa. Sio unaanza kusema unaona hiyo gari ya mchungaji, sisi ndio tuliochanga. Hicho ni kiburi.
Mmemsaidia mtoto yatima amekuja kusoma na degree, unasema unamuona ile degree aliyowasi ndio tulimsaidia ada. Hicho ni kiburi. Unachukua thawabu zako zote unazipoteza. Nyenyekea. Ukimwona yule mtoto mliyemsaidia kulipa ada, ukimwona yule mlemavu mliyemjengea nyumba, ukiona yule mliyemnunulia baskeli, ukiona mtu ambaye mlimsaidia, mtumishi wa Mungu mmemsaidia, ukiona kile kitu ambacho ulimsaidia, ukikiona tu pale pap, natoa tu mfano, ukaona kwamba wewe ndio ulimnunulia lile koti ambalo amevaa pale, ukitazama ile koti ile Pastor Mbaga mimi nimenunua, ukiona hivyo, ile wakati unakumbuka, ukimtazama pale, badala ya kuwa na ile pride ya kwamba nilimnunulia, ndani ya moyo wako sema Mungu nakushukuru, ulinipa fursa ya kushiriki kazi yako. Zile maiki pale kanisani ni neema. Zile tiles pale kanisani ulizoweka, mabati ulionunua ni neema. Usiwe na kiburi. Ukiwa na kiburi ni sadaka ya Kaini. Ukiwa mnyenyekevu ni sadaka ya Abeli. Sadaka ya Kaini, ingawa ilitolewa, ilikataliwa kwa sababu haikuwa na kiini cha ibada ya kweli, imani na utiifu. Wakati fulani nikifanya changizo kwa ajili ya kujenga makanisa, wengine mmeshaona, nilikuwa pale Mwenge, tukawa kule Bunju na maeneo mengine mengi. Huwa nawaambia watu wakati ule wa ile sadaka inapotolewa, ninatamani ya kwamba kila mmoja atoe kwa hiari, sio kwa kulazimishwa. Iwe ni hiari ya kutoka moyoni kabisa. Lakini sio kutishiwa, kuna moto utakuchoma, sio kuna hiki. Hivi vitisho vitakufanya utoe lakini hakuna thawabu. Nakumbuka nikiwa pale Mwenge tuliwaita watu kulingana na uwezo wa kiuchumi. Kwa hiyo walinaotoa kiasi kadhaa wakawa wanakuja. Sikia. Kwa nini tuligawa watu vile? Uchumi haufanani. Hata kwenye Biblia ukiangalia, kuna mwanamke alitoa senti, Yesu akamsifia. Kuna jamaa walikuja wakatoa vingi, Yesu akawaponda. Mtu mmoja akasema, mchungaji, mbona anaombea makundi tofauti tofauti? Ina maana kwamba anawabagua watu kulingana na fedha zao. Waliotoa milioni anawaombea waliotoa kwa makundi tofauti tofauti. Sikiliza, hoja sio kwamba ninawaombea watu kulingana na idadi ya fedha waliotoa, ila kila mmoja ninamuombea kulingana na wito alioitwa. Kuna mtu ambaye anatoa shilingi milioni 5 lakini Mungu alimuita katika wito wa milioni 100. Yale maombi yanafanya vitu viwili. Yale maombi ni baraka kwa aliyetikia wito kwa uhalali kulingana na kipato chake. Lakini yale maombi pia ni hoja ya kujihoja kwamba hivi nimejitoa katika kiwango ambacho kinatakiwa. Mungu atusaidie sana. Kabla tujafunga, endelea kutuma maombi yako hapo, ambapo tutaingia kwenye maombi muda si mrefu. Lakini kuna kitu ambacho natamani niweze kukupatia kabla tujafunga. Leo ni sehemu ya kwanza ya somo. Jumatano ijayo tutaingia sehemu ya pili. Napenda kunukuu kitabu kinaitwa Patriarchs and Prophets. Ukurasa wa 72, paragrafu ya kwanza. Nitasoma kwa lugha ya mkoloni, alafu nitasoma kwa Kiswahili pia. Anasema hivi: Abel had grasped the great principles of redemption. He saw himself a sinner, and he saw sin and its penalty, death, standing between his soul and communion with God. He brought the slain victim, the sacrificed life, thus acknowledging the claims of the law that had been transgressed. Angalia vizuri, transgressed. Abeli alielewa kanuni kuu za ukombozi. Aliona kwamba yeye ni mwenye dhambi na alitambua dhambi na adhabu yake. Mauti zimesimama kati yake na uhusiano na Mungu. Alimleta mnyama aliyochinjwa, maisha yaliyotolewa kafara. Hivyo akakiri au akakubali madai ya sheria ya Mungu iliyovunjwa. Abeli alielewa umuhimu wa dhabihu ya upatanisho. Alitambua hali yake ya dhambi. Alijua kuwa damu pekee ndiyo inaweza kuleta ondoleo la dhambi. Sadaka yake haikuwa tu tendo la kutoa, ilikuwa ushuhuda wa hitaji lake la ukombozi na imani yake katika ahadi ya Mungu ya ukombozi au ya Mwokozi. Kwa upande mwingine, Kaini alishindwa kutambua haja yake ya upatanisho. Aliamua kumtolea Mungu sadaka kulingana na mawazo yake mwenyewe badala ya kufuata maagizo ya Mungu. Alitoa sadaka ambayo iliwakilisha juhudi za kibinadamu badala ya mpango wa Mungu wa wokovu. Hii inaonyesha kuwa imani si tu shughuli za kidini,
ndiyo inayofanya ibada iwe yenye maana na kukubalika kwa Mungu. Rafiki yangu unanitazama sasa, kila unapofanya tendo la kidini lolote, ili liwe na maana, lazima liwe ni ibada kwa Mungu wa kweli, na lazima uwe na moyo kama wa Abeli na sio moyo wa Kaini. Yeye alileta matikiti maji, yeye akaleta bamia, yeye akaleta vitu vingi, lakini moyo wake ulikuwa mbali na Mungu. Kabla ya kutoa sadaka yako popote pale, zaka, msaada, ibada, tendo lolote, moyo wako na ukubaliwe na Mungu. Tunapoingia kwenye maombi sasa, hata yale unayoyaombea, unahitaji Bwana akutendee kwa sababu gani? Lengo ni nini? Unahitaji Mungu akupe maisha marefu duniani ili nini? Unahitaji Mungu aibariki biashara yako ili nini? Kubali kuwa mfereji kupitia biashara iwe baraka. Kubali kuwa mfereji kupitia ndoa yako. Kubali kuwa mfereji kupitia elimu yako, uwe baraka kwa jamii, watu wamuone Mungu. Na tunapokwenda kuomba sasa, rafiki yangu unayenitazama, mwambie Bwana, niumbie moyo safi. Mungu anakwenda kuponya magonjwa yako. Mungu anakwenda kuponya ndoa yako. Mungu anakwenda kuponya watoto wako. Mungu anakwenda kutendea muujiza. Kila mmoja mwambie Mungu jambo lako sasa. Tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu, tumemaliza sehemu tu ya kwanza ya somo hili, lakini nakusihi kila mmoja wetu aliyesikia akajifanyie tathmini. Anakwenda kanisani kufanya nini? Anakwenda kwenye semina kufanya nini? Anatoa sadaka ili nini? Anatoa zaka ili nini? Anasaidia watumishi wako ili nini? Haya majibu yakamsaidie kuwa mwabudu wa kweli, anayeabudu katika roho na kweli. Lakini Mfalme wa amani, naomba kwa ajili ya watoto wako wote ambao wanapitia changamoto. Yuko mtu ambaye anatazama anapitia changamoto za kiuchumi, ametuma ujumbe wake kwenye simu, mwingine anachati hapo kwenye YouTube, anatuma ujumbe kwenye YouTube. Naomba ukampatie kufunguliwa kwake, na unapombariki kiuchumi ni ili na yeye akawe baraka na akaliinue jina lako. Ninaomba kwa ajili ya mgonjwa, mpatie afya njema, mpatie kufunguliwa kwake kama ulivyotenda kwa Dorcas, ili aendelee kuwa baraka kwa wengine, na huyo anayetazama afya yake njema ikarejee tena. Ukaponye magonjwa yake, ukampatie watoto wa kiume na wa kike, ili ndimi zake zikatangaze habari njema na watu wengi waweze kuokolewa, na watoto wake wakawe ni baraka kama ilivyokuwa kwa Samueli. Kuna mtu ananyanyaswa kazini, ukamtetee Bwana. Kuna mtu ambaye ana changamoto katika ndoa yake, ukampiganie. Kuna mtu ambaye anatafuta ajira, ukamfungulie milango ya baraka. Kuna mtu ambaye anatafuta uraia wa nchi fulani, mfanyie wepesi. Kuna mtu anatafuta visa, ukapate kumbariki. Kuna mtu aliyefungwa na pepo wabaya, wakaondoke katika mwili wake na nafsi yake, awe huru kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo. Na kila tunapobarikiwa, acha ndimi zetu zikamtukuze Mungu wa miungu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kwa yote ambayo Bwana atakutendea, tuma shuhuda zako. Lakini pia unaweza ukakomenti chini ya video, share linki kwa watu wengi. Tukutane Jumatano ijayo tunapoingia sehemu ya pili. Bwana akubariki. Tumesikia mbiu